Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Sabikha TV, bila shaka hujambo, karibu katika kipindi chetu hiki. Leo ni siku ya madrasa ambako tumetembelea madrasa ya Ridha iliyopo Ubungo Makoka. Kubwa zaidi ni ndugu yetu Ustadh Muhammad Umar ambaye yeye alikuwa na mahafali maonyesho ya wanafunzi wa madrasa, lakini pia kulikuwa na mashindano ya Qur'ani ambako wengi walisoma vizuri zaidi, juzu ya kwanza mpaka ya pili, halikadhalika pia walisoma vizuri zaidi. Na sasa hivi ni wakati kuzungumza na huyu mdiru wa madrasa ya Ridha ambaye atueleze kwa kina zaidi pengine taratibu za mazishi haya ya shughuli, lakini pia namna alivyotoa mada kwa wanafunzi. Tuliona wakisoma kwa makini zaidi, wakiwa wana uweledi wa hali ya juu zaidi, walikuwa experience kubwa zaidi ya kuzungumza, pengine wamezoea kuzungumza katika hadhara mbalimbali. Atakuwa kutueleza kwa kina zaidi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Sheikh, kwanza hongera. Nashukuru sana, pamoja inshallah. Kwa niaba ya watazamaji wa Sabikha TV ambao kufahamu, nataka ujue wewe unaitwa Alhaji Sheikh nani na Ustadh nani, na hatimaye pia utaeleza kwa kina zaidi maandalizi haya ya maonyesho haya ya madrasa. Katika madrasa yako ulichukua muda gani, lakini namna ambavyo ulitoa mada kwa wanafunzi wako? Kwanza nashukuru sana Mwenyezi Mungu kutuwafikisha katika jambo hili mpaka siku hii leo ambayo ndio kilele katika shughuli hii. Hii shughuli ni shughuli ambayo kwa kweli tulianza maandalizi yake kama takriban miezi mitatu nyuma, lakini nashukuru sana kwa Al-Ihsan Foundation, pia wamekuwa pamoja nasi katika kuona wanatudhamini katika jambo hili kubwa kabisa. Wakasema hapana, Sheikh Muhammad na imamu na mwalimu mkuu katika madrasa hii ya Ridha, tutashirikiana nawe kwa sababu sio mara ya kwanza kufanya tukio kama hili. Lakini leo tunashukuru pia mwitikio umekuwa ni mkubwa na wanafunzi wa kweli wamesoma vizuri. Yote hizi ni jitihada ambazo Mwenyezi Mungu ametuwafikisha katika kuona kwamba watoto hawa tunawapa vitu ambavyo vilivyokuwa bora. La, alhamdulillah. Na Al-Ihsan Foundation ni taasisi ambayo haikuacha kutuacha nyuma katika kutuunga mkono na kutusapoti katika jambo hili. Turudi katika mada ambazo umewapa wanafunzi takriban miezi mitatu ukifanya maandalizi ya mada tu. Tumeona leo wanafunzi wakisimama wakiwa na ile experience kubwa zaidi kuzungumza, wakizungumza kwa vitendo, halikadhalika pia hawana uoga wote. Mwaka jana I think tulikuja hapa pia kama Sabikha TV na wadau mbalimbali, tukaona wanafunzi wakisoma, wengine wakilia kutokana na uzito wa mada ambazo uliwapa. Mwalimu, mara hii hoja hapa mada nzito sana, kupata kuona wanafunzi akilia hata mmoja, pengine mara hii mada zao sio kubwa sana. Naam, hizi mada ni kubwa, na ukiangalia pia kutokana na mazingira ambayo tuliokuwa nayo tumewapa mada, na lazima pia tuangalie na mazingira ambayo tunayoishi sasa hivi. Kipindi hiki kimekuwa ni kipindi ambacho kidogo kina taharuki, kina mambo mengi, magenge, watu wanashawishiana vitu. Kwa hiyo tumewapa watoto mada kutokana na yale ambayo yanaendelea katika kipindi hiki sasa hivi. Kwa mfano utakuta kwamba watu wanaweza wakakaa vikundi. Katika vikundi vile hawajadiliani mambo ya maana, wanajadiliana mambo ambayo ni uvunjifu wa amani, unaona, vitu kama hivyo. Na kati vitu hivyo ni vitu ambavyo tumekatazwa sisi katika dini zetu zote, sio Uislamu tu peke yake, hata wenzetu wasiokuwa Waislamu. Vitabu, hakuna kitabu hata kimoja kinaweza kushawishi au kuhimiza watu walete mambo ambayo ya uchochezi. Kwa hiyo hizi mada za kutokwamba hawajalia watoto wamelia, kama wao hawajalia kutokana na jinsi ambavyo tumewaweka, kwa sababu kule uliaji wa watoto nao sio mzuri sana. Mtoto anapokuwa analia, mwingine ni woga, sio kwamba mkuguswa na ile mada, unaona. Lakini mwaka huu hawakulia kwa sababu tunashukuru tumewajenga katika hali lakini ambao wamesikiliza zile mada wamelia. Okay. Naam, Ustadhi, tuzungumzie mmoja kati ya wanafunzi ambaye alizungumza kwa kina na tukaona kabisa umma umenyanyuka kwa kumtunza mwanafunzi mdogo sana, lakini mada yake ilikuwa ikielezea mazito zaidi. Hili mwalimu, ilikuwaje mwanafunzi ambaye alishika nafasi pia katika juzu mbili katika wanafunzi ya pili? Nadhani bila shaka ni mwanafunzi wako pekee ambaye unamtegemea sana kwa upande wa kike, kwa sababu amekuwa mtu wa pili, lakini katika mada ambayo ulimpa ni mada nzito, lakini amezungumza kwa utashi mkubwa zaidi. Tuzungumzie katika harakati ya wanafunzi kama hao. Je, unapokuwa unafanya vizuri zaidi huwa unajivunia kitu gani, na tunategemea kupata wanafunzi wa gani baada ya miaka mitano mbele? Alhamdulillah, kwanza katika hilo jambo ni jambo ambalo najifakhirisha sana, na kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini nawashukuru sana watu wa Al-Ihsan Foundation. Watu wa Al-Ihsan wanatuunga mkono katika hili, kutupa motisha sisi walimu, na tunawaomba Mwenyezi Mungu ajalie na wale ambao pia wanatufuatilia na wanaoona matangazo haya pia kadhalika wasituache nyuma. Sisi tunafanya haya mambo kwa ikhlas kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Katika upande wa wanafunzi, tunao wanafunzi ambao wana confidence nzuri kuliko hata huyo. Sema tu kwa sababu bahati mbaya ni kwamba baadhi ya watu wengi wamekuwa tu wamesafiri, wametoka kutokana na likizo hizi.
Na hata hivyo tunataka tuangalie mazingira. Kwa sababu mwaka jana ni kweli tulifanya, lakini mwaka jana tuliwahi wanafunzi tulifanya maonyesho kama haya kabla hawajaenda malikizo yao malikizo. Sasa mwaka huu kuna ambao wanafanya vizuri zaidi kuliko ambao wamefanya leo. Lakini tunajivunia sana katika hali ambayo wanafunzi wetu ni wasikivu, lakini pia kadhalika wanapokea kile ambacho tunachowapa katika hali ya ikhlasi. Alhamdulillah. Mwalimu, tumalizie katika ushirikiano kati ya wazazi na walezi. Umekuwa ni mtukio mkubwa sana. Tumeona wazazi, walezi wamekuwa ni wengi zaidi katika matamasha. Mara nyingi nilikuwa nikitembea katika matamasha kama haya, sioni kuona wazazi wengi sana, lakini mara nyingi tumeona leo wazazi wa kiume wapo na wa kike wako wengi zaidi. Hili kwako liko vipi, ushirikiano kati ya wazazi na walezi katika madrasa yako? Pengine ni msimamo ambao umeweka katika madrasa yako kwamba lazima wafike wote, au pengine vile tu unavyoishi nao wamekuwa wakimbilia kwa haraka zaidi? Wajua haya masala kwanza ni imani. Licha ya ile hamasa, kuhamasishana tunahamasishana, lakini kikubwa tunahamasishana katika hali ya imani na kuwajenga watu katika imani. Unapomjenga mtu katika imani kwamba jambo hili unalolifanya jambo zuri, kwa mfano mzazi, tunaona sasa hivi katika jamii tuliokuwa nayo wapo vijana ambao wanafanya mambo mengi mabaya. Unaona sasa, sisi kama wazazi, kuna wazazi wengine watoto wao wanafanya vitu ambavyo sio vizuri katika jamii, na vile vitu vinawapelekea wazazi baadaye wanakuja kupata majuto na vilio. Lakini yote haya kwa yote watoto kuundwa katika imani. Mtoto ambaye ameundwa katika imani hawezi akaingia katika mahali ambao ni ya vishawishi na mambo ambayo akahamasisha vitu ambavyo havifai katika jamii. Kwa hiyo yote haya tunajaribu kukaa na wazazi kuambia, jamani, hawa watoto ambao tunao sasa hivi hawa, tusipowatengeneza sasa hivi vizuri, basi baadaye watoto hawa watakuja kuwa ni mtihani. Kwa hiyo tuwajenge watoto hawa wawe ni watoto wa imani. Washakuwa na imani, basi watoto watakuwa kwenu, watakuwa ni faraja kwenu nyinyi wazazi, lakini pia na jamii na serikali pia. Kwa hiyo wamehamasika wazazi, alhamdulillah, wanafanya vizuri katika hali ya kutuitikia na kutuunga mkono sisi kama walimu. Alhamdulillah.